Okay, mpenzi msikilizaji, tunaendelea na chaneli yetu tena kama kawaida, na leo tunakuja na historia ya mwanamama mmoja ambaye anaitwa Jasmine. Jasmine huyu mwanamama alikuwa ni mwanamama ambaye amehaswa sana katika maisha, na maisha yake alikuwa ni ya kuteseka kipindi chote. Aliishi maisha ya kuteseka, lakini siku moja akawa na maisha mazuri ghafla. Je, unataka kujua siri ya maisha ya mazuri ilikuwaje au aliyapataje? Jiunge nasi na usubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kabisa kupata vitu vyetu pindi bado vipya kabisa, na hakika hautajutia bando lako, kwa maana kila siku tunakuwa bora zaidi ya jana. Na yote haya ni kukufanya wewe msikilizaji wetu uendelee kuboreshwa na vitu vyetu ili uendelee kuvutiwa na kusikiliza kwa wingi. Mpenzi msikilizaji, hakika tunakukaribisha kuwa mwanafamilia wetu utakapokuwa umesubscribe channel yetu, na utakuwa unapata vitu vyetu pindi bado vipya kabisa. Mpenzi msikilizaji, na kuletea historia hii ya huyu mwanadada Jasmine. Jasmine alikuwa ni mdada ambaye amelelewa katika maisha ya shida sana huko kijijini. Maisha alikuwa anaishi alikuwa ni ya taabu kweli, lakini baada kati anaishi maisha yale magumu, alikuja akabeba ujauzito. Baada ya kubeba ujauzito, alianza kuishi maisha magumu sana, na babake alikuwa akimtukana na kumnyanyasa sana na kumpiga hatimaye wakati mwingine. Baada ya kuona maisha yamekuwa ni magumu, hivyo aliamua kuondoka Jasmine na kuanza kuhangaika katika maisha yake. Akawa anapambana kuuza maji mtaani, huku akiuza hata barafu. Sometimes alikuwa anatembeza hadi visambusa venini huko mtaani, ili walau ajipatie tu chakula. Kwa kweli maisha yake yalikuwa ni magumu sana. Alikuwa akilala kwenye takataka, akilala kwenye madampo, na akilala kwenye majumba mabovu. Wakati mwingine akirushwa, akitaka kufukuzwa na watu anataka kumbaka. Maisha yake yalikuwa hivyo. Aliendelea kuishi maisha magumu sana. Kwa kipindi fulani alipata shida kiukweli, lakini ikafikia siku ya siku alikutana na mbaba mmoja ambaye mbaba huyo alimpenda sana. Alipompenda akaongea naye akiwa na tumbo lake, akamwambia, mimi nakuhitaji, nitakupa chakula na nitakuweka sehemu nzuri, lakini kwa sharti moja tu, nahitaji uwe mpenzi wangu, yani unilizishe kimapenzi na mimi nikusaidie hivyo vitu vyote. Jasmine alikubali na akawa amelala naye yule baba. Baada ya kulala naye, baada ya kufanya naye tendo la ndoa, basi ndipo yule mwanababa akampa pesa nyingi sana na akamkodishia chumba. Akatoka sasa kwenye kulala majalalani na kwenye kulala mwenye majumba mabovu, akawa analala kwenye nyumba nzuri Jasmine. Maisha yakawa mazuri kidogo, kutoka kuokota vyakula jalalani hadi kununua chakula hotelini. Hakika alienjoy na maisha yake yakawa bomba kabisa. Jasmine aliendelea na maisha yake yakawa mazuri na mambo yakawa fresh. Alijifungua mtoto wake salama. Mtoto wake alikuwa anaitwa Mary. Mary alikuwa ni mwanadada mmoja mrembo sana ambaye ni mzuri kwa kweli, na alikuwa mwenye mvuto, na kila mwanaume alikuwa akimtazama anatamani yani awe naye, kwa sababu alikuwa ni mwanadada ambaye ni mrembo sana, na hakika alikuwa anavutia kwa kila mwanaume. Hivyo Mary alikuwa anaishi naye maisha yake pia, lakini alikuwa anakaa mbali kidogo na mama yake. Mama yake mzazi ambaye ni Jasmine, baada ya kuwa sasa maisha yale ameshanogewa ya kuwa ananunuliwa na wanaume, basi alianza kuishi maisha hayo. Kila siku alikuwa ili apate pesa ni mpaka amfurahishe mwanaume ndipo apate pesa za kuishi. Kwa hiyo maisha yake yalikuwa hivyo mpaka hadi huyo mwanadada ambaye Mary ambaye ni mtoto wake baada ya kuwa mtu mzima. Kwa hiyo Jasmine akawa ameshazoea yale maisha kuwa kila siku yeye ni lazima amfurahishe mwanaume ndipo maisha yake yatakuwa mazuri, yani ndio atapata pesa. Kwa hiyo aliishi maisha hayo ya kufanya mapenzi na ngono ili ajiokotee maokoto kwa ajili ya kuweza kulea hiyo familia yake. Lakini pia mtoto wake yeye mwenyewe baada ya kutoka hapo akawa ameenda kuishi maisha mazuri, ambaye hakulelewa na mama maisha mazuri na maadili mazuri, lakini alijilea mwenyewe na kujifundisha mwenyewe maisha mazuri. Hivyo hakuwa na tabia kama za mamake. Maisha yake yalikuwa ni mazuri, alipendeza sana kwa uzuri wake, na alikuwa ni mrembo, na kila wanaume walikuwa wakimsumbua sana. Lakini yeye sasa Mary hakuwa na ile tamaa ya kuwa na wanaume, wala hakuwa na tamaa ya kuwa na mwanaume yoyote yule kuishi naye. Lakini mamake aliendelea kuwa hivyo hivyo. Jasmine alikuwa anabadilisha wanaume huku na huku. Kila siku alikuwa akibadilisha mwanaume huyu na alikuwa akibadilisha mwanaume huyu. Hivyo alijifunza staili nyingi za kimapenzi kwa ajili ya kuwalaghai wanaume na kujipatia kipato kwa ajili ya kuweza kuendesha maisha yake. Na alikuwa na maisha mazuri na alijenga nyumba nzuri kweli, lakini yote hayo kwa sababu ya maisha ya kujiuza. Basi baada ya hapo, siku moja mtoto wake ambaye ni Mary alipata mkaka mmoja ambaye alikuwa ni handsome sana. Huyo kaka alikuwa ametokea kumpenda sana, na alikuwa ni mtu mwenye pesa zake na ambaye anajielewa na anajiheshimu. Alitokea kumpenda na akamwambia, mimi nakuhitaji wewe, nataka uwe mke wangu wa ndoa na nitakuoa ili
tuishi mimi na wewe pamoja. Mary alitaka kumkatalia, lakini yule kijana aliendelea kumfuatilia sana, na yule kijana aliendelea kumsumbua kila muda, mara kwa mara, na aliendelea kumfuatilia kila mahali anapoenda. Hatimaye mwisho wa siku, wakati wanaendelea kuwa karibu, Mary alianza kuvutiwa naye na baadaye akajikuta kama anampenda. Alikuwa ni mtu mwenye macho ya upole, alikuwa ni mkarimu sana, na alikuwa akikutazama macho yake unatamani ya kuangalia kila dakika. Kwa kweli Mary alikuwa ni mzuri na mtu mwenye kuvutia. Yaani unaweza ukasema ni kama nyakati za njaa kwenye shibe, kwa sababu alikuwa anavutia kila mtu ambaye alikuwa akimtazama. Mary alipoona sasa kwamba maisha yake yameshakuwa hivyo, ameshampenda huyo kijana, basi ndipo alipoamua kuanza naye mahusiano. Akaanza naye yule mahusiano yule kijana, na yule kijana alikuwa ni mchapakazi kwa kweli, na alikuwa anafanya kazi zake vizuri, na yule kijana alikuwa anaitwa Custom. Custom maisha yake alipokuwa ni mazuri, aliamua naye kumchukulia nyumba nzuri sana ambaye ni mpenzi wake Mary. Custom aliendelea na maisha yake mazuri. Custom alikuwa anafanya kazi zake vizuri na maisha yake yalikuwa yanaenda mazuri sana Custom. Baada ya hapo Mary alikuwa ametokea kumpenda sana Custom. Hivyo siku moja Custom akawa anamwambia Mary, hivi Mary, hata siku moja sijawahi kumuona mama yako. Nilikuwa natamani hata siku moja angalau nimuone mama yako. Custom alivyomwambia hivyo, Mary alishikwa na kigugumizi kidogo, na akamwambia subiri basi, nitamtafuta mama yangu. Akaamua kumpigia mama yake simu na kumwambia Custom anakuhitaji akuone. Lakini Jasmine alifurahi sana na akamwambia nitakuja ili nije nimuone huyo mpenzi wako Custom. Basi baada ya hapo tukamuona Jasmine akiingia katika jumba hilo ambalo alipokuwa anakaa Mary. Alipofika macho yake yote alikuwa akimtazama Custom. Custom alikuwa ni handsome na mwenye kuvutia. Basi macho yake alimchanganya sana yule mwanamama ambaye ni Jasmine. Jasmine alimwangalia kwa macho ya urembo na ya kuvutia. Hakuangalia sana kwenye macho ya mwanae ambaye ni Mary. Yeye macho yake yote alikuwa akimwangalia Custom. Baada ya kukaribishwa ndani, alivukaa kwenye meza wakati wanapata chakula, alimwangalia Jasmine alimwangalia Mary mara moja tu, hatimaye macho yake yote yakahamia kwa Custom. Muda wote alikuwa akimtolea macho na kumkazia sana, hadi Custom akawa akianza kuangalia kwa kuona aibu. Alitizama chini na kuona aibu kwa sababu alikuwa akitazama sana na yule mwanamama. Baada ya hapo Custom akawa ametoka na kuacha hapo akiwa anaendelea kula chakula. Baada ya hapo maisha yakaendelea. Alimfuata tena jikoni Custom akiwa anamwandalia mpenzi wake chakula. Alipofika akamshika mkono, akamwambia wewe ni mwanaume mpole sana na unaonekana ni mkarimu. Hakika mwanangu anajivunia kujipata mtoto mzuri kama wewe. Kweli wewe ni mzuri na ni mrembo kwa mwanangu. Hakika mwanangu amepata bahati ya kupata mwanaume mbora kama wewe. Custom aliangalia chini na kuona aibu, akajivuta kwa pembeni akiwa na wasiwasi na kutetemeka. Lakini mama akamwambia usiwe na wasiwasi, mimi ni mama yako. Huenda labda kuna vitu ambavyo unaweza ukavikosa kwa mwanangu na mimi nikakupatia pia, kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Lakini Custom alishtuka, akasema ni mama gani ambaye ananiambia mambo kama haya? Basi baadaye alitoka. Custom alipofika sebuleni akawa amekaa. Baada kidogo tena Jasmine yule ambaye mama yake na Mary alikuja, akakaa naye pale kwenye kochi na kumshika bega. Baada ya kumshika bega akamwambia, hakika wewe ni kijana mzuri sana, naweza kukuuliza swali? Custom aliongea kwa uoga na kumwambia, niulize tu kama unaweza kuniuliza. Akamwambia, hivi unavyomuona mtoto wangu Mary ni mzuri wa sura kweli? Je, vipi na kitandani nako ni mzuri kama alivyo uzuri wa sura? Basi Custom alishtuka sana na akamwangalia mama mkwe akasema, hivi kwa nini mama mkwe ananiambia mambo kama hayo? Akasema sio kitu cha ajabu. Unajua wengi wanahuaga ni wazuri, lakini wanakuwa ni uzuri wa urembo wa nje tu, lakini ndani kwenye mapishi au kwenye mambo yangine ya ndani ya kitandani anakuwa sio mzuri. Je, unaweza ukaniambia hilo? Mimi ni mama yake na uwezo wa kukufanyia chochote ambacho utahitaji. Custom aliendelea kushtuka na kushangaa sana, huku akimsogelea akimshika vizuri mama mkwe, akimshika mikono Custom alipoona mbona huyu ananizidi sana kunisogelea, ilibidi amke na kuondoka huku akiwa anatetemeka, na huku akipata wasiwasi katika macho yake na akiwa anahofia sana na kuwa na wasiwasi ya kumwangalia kwamba huyu anawaza nini mpaka kuniambia vitu kama hivi. Lakini Jasmine hakuishia hapo tu, aliendelea kumsumbua kila siku. Siku moja mtoto wake ambaye ni Mary alienda kazini. Baada ya kwenda kazini, siku hiyo ilikuwa kuna mvua kubwa inanyesha. Baada ile mvua kunyesha, Custom akawa ametulia zake. Baada ya kutulia nyumbani,
akiwa mvua inanyesha. Mara ghafla imefika saa 3 ya usiku, mara ghafla alipigiwa simu na Mary. Mary akampigia simu akamwambia, leo mvua inanyesha sana na ni baridi sana, maji imejaa huku barabarani, naweza nikalala ofisini nikaja kesho, naomba unisamehe kwa haya yatakayotokea leo, kwa sababu nahisi kama baridi kubwa na pia naona kama siwezi kuja na gari haiwezi kutembea kwa sababu maji ni mengi sana na mvua inanyesha kubwa. Basi akamwambia, lakini una uhakika na hicho unachokiongea? Akasema ndio. Akasema, lakini utakuwa salama huko ofisini? Akasema ndio, nitakuwa salama. Basi wakaagana kwa mabusu na kupendana kwa mapenzi ya dhati. Walipomaliza kuagana, basi mara kidogo mama akaja, yule ambaye ni Jasmine. Alipofika akamwambia, nimesikia kila kitu na nicho ulichokuwa unaongea na mtoto wangu, nimesikia kuwa hawezi kuja leo kwa sababu ya mvua kubwa ikiwa inanyesha. Basi alifanya kitu kimoja yule mama, akamsogelea na kumwambia Custom, usiku wa leo unaweza ukawa ni bora sana kwako Custom. Naweza kukuondolea baridi kwa sababu ya hii baridi ya leo na mvua inavyonyesha. Mimi naweza kukufanya ukawa mwema na kujisikia salama kabisa mikononi mwangu. Custom alishtuka na kumwambia, wewe lengo lako ni nini hasa mama mkwe? Mama mkwe alimwambia, nataka nikufurahishe usiku huu mmoja. Hakika naamini sitojirudia tena, yani haitojirudia tena. Nataka tu kwa siku ya leo nikufanye usikie raha sana usiku wa leo, kwa sababu nahisi ni baridi sana. Leo nitakutoa baridi na utajisikia mwenye amani. Custom alishtuka. Baada ya kushtuka, lakini Jasmine aliendelea kumsogelea, na alipomsogelea alimshika na kumkumbatia. Alimpa kumbato kubwa na kumpiga busu masikioni na kumnongoneza kwa kumwambia, hakika usiku wa leo utakuwa ni wa amani sana kwako. Yani sasa Custom akashtuka, akasema, kwa nini unanifanyia mambo kama hayo mama mkwe? Kumbuka mimi ni mwanaume lijali, unaponisogelea hivyo unanikosea. Akasema, hapana, siwezi kukosea, mimi ni mwanamke tambua, hata kama ni mama yake na Mary, lakini na uwezo wa kukupa kile ambacho hakupagi Mary. Kwa hiyo unaweza ukaamini hilo, hebu tuende kwanza chumbani. Basi alijikuta akilegea vizuri kabisa, na ndipo alipoingia chumbani na kuanza kuzagamuana na mama mkwe. Kweli alimsagamua vya kutosha, na mama mkwe alimpa vitu adimu ambavyo hajawahi kuvipata kweli kutoka kwa Mary. Lakini kumbe siku hiyo, usiku huo, Mary aliamua kupata usafiri, baadaye usiku akawa anakuja nyumbani, hivyo hakumwambia kwamba anarudi. Alipofika alikuta nyumba imetulia kimya, na kukiwa kuna ukimya mkubwa sana. Aliingia ndani, hakujua hata kama kuna nini ambacho kinaendelea ndani ya nyumba. Kulikuwa kimya kimetawala sana. Alisogea na kupiga hatua ndogo ndogo, huku moyo wake ukiwa unaenda kasi. Hakujua kwa nini moyo unaenda kasi, lakini moyo wake ulikuwa unaenda kasi, na akiwa na mawazo, mtu mwenye mawazo makubwa sana. Alipofungua mlango kabisa, hakuamini kitu ambacho alikiona Mary. Alikuta mke wake, mama yake mzazi na mume wake wakiwa wamelala katika kitanda kimoja, na pia wakiwa hawako uchi kabisa, uchi wa mbuzi kabisa, hawana hata nguo hata moja. Mary alipiga uwangi na kupiga kelele sana, akasema, hiki ni kitu gani ambacho nakiona mimi? Mungu nisaidie ili kitu nisione tena kwa mara nyingine. Hili ni jambo gani ambalo linanitokea mimi leo? Jasmine naye ambaye ni mama yake na Mary alipiga kelele wangi na kusema kwamba mimi sijafanya chochote mwanangu, huyu mume wako ndo alinifuata na kuniambia kuwa anahisi baridi, kwamba anahitaji apate joto kutoka kwangu, na mimi sikuwa na hiana, nikaamua kumpatia joto hilo alilolihitaji. Kwa hivyo Mary alishtuka na kusema, uongo mkubwa mama yangu, ingekuwa sikujui tabia yako hapo sawa, lakini nakujua mama yangu, wewe ni mtu wa kupenda vijana na wanaume wengi. Kwa hiyo sasa mimi nimeshaamua kitu kimoja. Haina shida. Mary aliamua kujitupa na kuondoka, akabeba nguo zake na kuambia, kwaherini, hakika sitakaa niwaone tena nyie katika maisha yangu. Basi Mary aliamua kuondoka na kwenda kutafuta kajumba kadogo. Alikuwa analia sana na akiwa na mawazo. Aliwaza mambo mengi sana na kufikiria. Akasema, haya ni maisha gani ambayo mimi nayapitia? Hivyo aliamua kutulia zake kimya na kukaa kwa mawazo sana. Siku hiyo alishinda hata kazini hakwenda. Kesho yake alipotoka akiwa na mtu mwenye mawazo, alienda kazini na kuanza kufanya kazi zake kwa mawazo, lakini huku akiwa akikumbukia ile swala, alikuwa akilia sana. Akikumbuka mama yake mzazi alichomfanyia kwa mume wake, alikuwa na mawazo sana. Na pia alimchukia Custom, hakutaka hata kumsikiliza tena. Basi baada ya hapo, aliendelea kufanya kazi zake kwa bidii. Akapambana na kazi zake mpaka siku moja akampata rafiki mmoja ambaye alimkuta akiwa amekaa na mawazo sana. Basi yule rafiki alikuwa anaitwa Joeli. Joeli akamwambia, mrembo, samahani, mambo vipi? Akamwambia, safi tu. Akamwambia, je, samahani, naweza kukaa na wewe hapo? Ikabidi Mary amwambie, karibu, unaweza kukaa nami, haina shida. Joeli akabidi ajiongee karibu na kukaa kwenye kiti. Ndipo alipomwambia, unakunywa kinywaji gani? Mary akamwambia, hiki ninachokunywa ndio nilichoagiza. Akamwambia, unaweza kubadilisha au unataka hicho? Akamwambia, pia hiki kinanitosha. Akamwagisia kinywaji kingine ambacho kinafanana na kile. Waliendelea kupata kinywaji huko, wakiendelea kupiga story, lakini Mary hakuwa anamwangalia kwa macho ya tofauti yule kijana Joeli. Joeli alitokea kumpenda sana yule mdada Mary. Akamwambia,
Je, naweza kuwa karibu yako nikawa hata rafiki yako? Mary alikataa kwanza, kwa sababu alikuwa hakuamini wanaume wowote tena. Kwa kutoka hapo, alikuwa kila mwanaume akimuona anamuona kama ni mpumbavu tu kwake, hakutaka kabisa hata kumsogelea kabisa. Lakini Joel aliamua kumbembeleza na baadaye akaamua kuondoka. Baada ya kuondoka, wakawa wamepeana mawasiliano, wakaendelea kuwasiliana huku akiwa anamtembelea mara kwa mara. Lakini Mary hakutaka kabisa mazoea na yule kijana Joel, kwa sababu alikuwa anaamini labda huenda wanaume wote ndivyo walivyo na wanaume wote ndio tabia zao. Kwa hivyo hakutaka kabisa kumsogelea. Hivyo Joel aliamua kumbembeleza taratibu, akawa anaendelea kumbembeleza na kuongea naye kwa kila siku, akawa anamfuata ofisini na kuwa kama vile usumbufu kwake, na pia alikuwa anapenda kumtoa mara kwa mara. Lakini Mary hakukataa kupokea mtoko kutoka kwa huyo mpenzi wake, kwa huyo rafiki yake Joel. Joel aliingia kwa gia kama urafiki kwanza, aliamua kumbembeleza sana, lakini Mary mwisho wa siku aliamua kukubali na kuondoka naye. Wakaondoka na kuelekea sehemu moja ya bichi. Walipofika wakati wanaendelea kuenjoy, maisha yalikuwa kweli mazuri. Alianza kusahau taratibu yale maumivu na mateso ambayo yalimtokea kwa mpenzi wake wa kwanza Custom. Hivyo alianza kumtoa Custom moja kwa moja taratibu moyoni mwake, na pia akaanza kumweka Joel taratibu. Joel alianza kuingia kwa kishindo kikubwa sana. Ghafla alijikuta kaingia ndani mazima, kapiga hodi, kaingia mpaka ndani. Basi ilibidi Mary ampokee na yeye vizuri kwa kumkaribisha kwa mapenzi yote, kwa mapenzi yote, mabashasha yote ya mapenzi. Basi wakaanza urafiki kabisa, wakiwa rafiki yake mzuri tena, wakiwa wameanza mapenzi yao kwa mara ya kwanza, walikuwa wanaonekana ni watu wa kupendana sana. Hakika ili kutokea sasa hapo, Mary alisahau kila kitu, hakukumbuka tena yale mateso aliyoyapata kutoka kule kwa mama yake na Custom. Alimtoa kabisa moja kwa moja Custom, hakumwaza tena na wala kumfikiria. Maisha yakawa ni mazuri, mambo yakawa yanaenda yani mambo yanaenda fresh kabisa. Walikaa wakaenda, maisha yakaendelea vizuri, mambo yakawa mazuri, kila siku wakawa wanakula tu bata na kuenjoy. Mary aliendelea kufurahi na akaanza hata kubadilika tena na kuanza kunenepa. Alikuwa ni msichana mrembo sana kwa kweli, na alikuwa mwenye kuvutia, na muda wote kila mtu alikuwa anatamani kumtongoza, lakini watu wengi hawakupenda kuwa naye. Lakini kwa sababu yeye alikuwa na maisha mazuri na alikuwa anapenda kukaa sehemu nzuri na alikuwa na kazi zake, kwa kweli alipendeza kwa ile umbile lake alilokuwa nalo. Basi siku hiyo wakati wanapiga story, basi ilibidi Joel amwambie kitu kimoja. Akamwambia, mpenzi wangu Mary, hakika mimi nakupenda na ninaishi na wewe kwa muda mrefu na nimekuoa kwa ndoa kabisa. Kumbuka walipomalizana tu, walipoanza mahusiano yao, walifunga ndoa kabisa, wakawa mtu na mke wake kabisa, na akawa wanafurahia sana maisha yale. Mary akamwambia, hata siku moja sijawahi kumuona mama yako, lakini sio namtaka kwa ubaya, namtaka tu kwa vizuri. Mary alibadilika na kukunja sura na kukasirika kwa muda kidogo. Ilibidi Joel amuulize, mbona Mary umekasirika baada ya kusikia jina la mama yako, au kuna nini ambacho labda kilitokea unanificha? Mary akamwambia, hapana, sikufichi kitu. Akamwambia, kwa nini nimekwambia kuhusu mama yako ukakasirika? Akamwambia, bana, mimi sitaki kusikia hilo swala la mama. Akamwambia, niambie ukweli, labda kuna nini ambacho kinaendelea. Mary akamwambia, Joel, sikiliza mpenzi wangu, wewe ni mpenzi wangu, mimi na wewe ndio tunaishi pamoja, hivyo masuala mengine achana nayo. Kuhusu masuala ya familia yangu usiingilie kabisa, hiyo achana nayo. Labda kama mimi nitajisikia mwenyewe siku moja nitampigia simu na kumuita kama hutojali. Akamwambia, lakini sasa kwa nini unakuwa na mawazo hivyo? Naomba niambie ukweli. Akamwambia, au nimekuuzi kukuambia kuhusu familia yako? Akamwambia, hapana, hujaniuzi, ila umesema tu kweli kwamba unahitaji kumuona mamangu, lakini kwa sasa mimi sipo tayari mamangu au kuone wala ajue hata tunapokaa. Hivyo aliamua kukaa kimya na kunyamaza. Akamwambia, tuanzishie story nyingine, naona hizi stories zitakuwa mwisho hapa. Basi wakaachia hiyo story, wakaendelea na story zingine. Maisha yakaendelea, akawa wanaishi vizuri, mapenzi yakawa yananoga kwa kweli, mambo yakawa ni mazuri. Akitoka ofisini kwake anakuta mpenzi wake amemwandalia kila kitu na maisha yanakuwa mazuri, wakawa wanaenjoy. Kitandani hapo walikuwa hapatoshi, kila siku ni furaha na vigelegele, surprise za mara kwa mara, hapa na hapo walikuwa wakipeana mapenzi mazuri na maisha yakawa ni mazuri sana. Hatimaye sasa ikafika sasa kipindi ambacho Mary ameshasahau kabisa kila kitu kilichotokea. Baada ya hapo, siku moja tena ilibidi Joel amwambie. Akamwambia, lakini Mary, wewe kumbuka ni mpenzi wangu, naishi na wewe sasa hivi takriban tuna mwaka wa 3. Haijawahi kutokea hata siku moja nikaona familia yako. Hivi ikitokea tatizo, labda ukatokea hata umefariki ghafla au umeumwa ghafla, mimi nitakimbilia wapi? Au nitakuwa na msaada gani kwa mtu yeyote? Kwa sababu sina ndugu yako yote nitakayemjua. Mary alimwambia, haya, wewe ndo babangu na wewe ndo mamangu, kama unahitaji kunitelekeza na wewe niambie.
kama hutaki kunilea au kunijali hata kama kipindi naumwa au niko mzima, bora uniambie mapema ili nijue. Joel alimwambia hapana, sikuwa na maana hiyo, nilikuwa namaanisha kwamba ningependa kuwajua hata wazazi wako hata kwa dakika moja, au hata nimuone tu, hata kama hakufai au hata kama alishawahi kukufanyia mabaya, lakini sio kwangu mimi hajanifanyia mabaya. Kama alikufanyia mabaya wewe waweza kumsamehe, lakini pia natamani nimjue ili niweze kumjua mama yangu, au hata kama kitatokea chochote basi niweze kujua. Basi Mary aliamua kushika simu. Aliposhika simu akapiga simu, akamwambia halo mama. Jasmine akapokea simu. Niambie mwanangu kipenzi. Akamwambia yuko mpenzi wangu anahitaji kukuona, inahitaji wewe ufike nyumbani ili aweze kukujua na muweze kufahamiana. Basi Mary alifurahi. Alikuja akiwa anabashasha na furaha, manukato yale yale akiwa ananukia vizuri na kupendeza. Alikuwa anapenda kujipiga manukato sana ya kunukia kwa sababu alikuwa anapenda sana kutembea na vijana. Umri umeenda na amekuwa ni mama, lakini mambo yake ya tabia mbaya hawezi kuacha, maana ni tabia ambayo amejijengea kutoka moyoni mwake. Alipofika alianza kumwangalia kwa huzuni, akamwambia kwamba hakika umejipatia mwanaume bora, kila siku umekuwa ni bora sana mwanangu, unapata wanaume ambao ni wazuri sana, na hakika Mungu atakujalia kwa hili. Hakika huyo mwanaume Joel unajivunia kuwa naye na ni mwanaume mzuri sana. Hazikupita dakika mbili, Joel akiwa yuko ndani kwake, mama mkwe alianza kumsogelea karibu, na akiwa anaongea naye alitamani kumshika mikono. Joel alianza kushtuka, kwa nini mama anataka kuwa karibu na mimi? Kuna nini ambacho kinaendelea? Jasmine huyu mama alikuwa anatamani sana ni kila mwanaume anayemuona kwa mtoto wake naye anataka kupita naye. Hivyo alianza kumsogelea karibu na kuanza kumuonesha upendo wa dhati sana, akiendelea kumsifia na mambo mengi hapa na hapa. Mara kwa mara anamwambia Joel wewe ni mzuri, mara kwa mara anamwambia Joel wewe hakika wewe ni kijana mrembo sana, na pia akamwambia kwamba Joel, hivi unaonaje kama siku moja nisije tu nikawa nimekaa na wewe karibu alafu nikakwambia vitu vizuri ambavyo utajisikia raha? Joel akamwambia, mama, ulikuwa unamaanisha nini kuongea hivyo? Akasema, namaanisha kwamba siku moja nataka tukae wawili alafu nikwambie vitu vizuri ambavyo hautaamini kwenye maisha yako. Akamwambia, ni vitu gani hivyo ambavyo ni vigeni kwenye maisha yangu ambavyo nitavifurahia? Akamwambia, ni vitu ambavyo hakika nikikwambia utafurahi na utajisikia amani sana kuwa na hiyo. Akamwambia, ni nini hicho? Hebu niambie sasa. Lakini kipindi hicho chote yeye mwanae yule Mary alikuwa ameenda kazini. Huku anaongea yote haya huku akimsogelea akimpapasa mkono. Joel alianza kushangaa, akasema, huyu ni mama mkwe kweli? Kwa nini ananifanyia vitu kama hivi? Lakini Joel alimwambia, mama, naomba hebu usivuke mipaka. Hebu fikiria kama wewe ni mama yangu mzazi, alafu ujichukulie kama wewe ndio umenizaa mimi, alafu mimi nikikufanyia hivyo itakuwaje? Akamwambia, kwani kipi unachoshangaa? Kwani mimi na tofauti gani na mwanangu? Au unavyoniangalia unanionaje? Na hakika alikuwa ni mama mwenye mzigo, na akitembea kweli unatamani umwangalie. Ni mama ambaye amevutiwa kwa kweli, amepanda hewani na ni mrefu, nywele zake zikiwa zimepakwa rangi nyeupe, akiwa anavutia kwa kweli, hata ukimwangalia ni bonge la mshangazi. Lakini Joel alianza kushtuka, akasema, huyu mama sio, ndio maana hata mke wangu Mary alikuwa anakataa kumuita mama yake. Kumbe mama ndo tabia zake hizo, ameshazoea kila kitu, akitaka kumuona mtoto wa mme wa mwanae lazima amtamani na anataka kufanya naye tendo, kwa sababu ndio tabia ambazo amejijengea. Sijui kama vile ana rana fulani, yani ni mwanamama ambaye hajielewi na hajiamini, na tabia zake zilikuwa ni hivyo. Basi aliendelea kumsogelea Joel na kuwa karibu naye zaidi. Joel alianza kushtuka, lakini hakuwa na wasiwasi. Alijua labda ni mama mkwe tu, labda anahitaji kuwa karibu, lakini maneno yalikuwa akiongea ndo alikuwa akimtisha Joel. Alikuwa mara kwa mara akimwambia, nataka nikupe kitu ambacho ni special sana kwako. Joel alimwambia, ni kitu gani hicho special ambacho mimi sikifahamu? Akamwambia, kitu hicho ni special ambacho hujawahi kukiona wala kukisikia. Je, unaweza kunikubalia mimi nikakupatia hicho kitu? Akasema, ningetamani kukijua kwanza. Nikishakijua hicho kitu ndipo nitakapokubali. Siwezi kukubali bila ya kujua hicho kitu ni special cha aina gani au ni kitu gani ambacho unataka kunipa. Lakini Joel alianza kushtuka sana. Akasema, huku moyo wake ukiwa unatetemeka na huku akiwa mtu mwenye mawazo. Alianza kuwaza vitu, moyo wake ukiwa unaenda mbio. Alianza kutetemeka na kuanza kuwaza, akasema kwamba hivi itakuwaje kama mimi Mary mpenzi wangu akagundua kama mama yake ananifanyia haya? Aliogopa kumwambia kwa sababu alijua atavuruga nyumba ya watu na atavuruga mtu na mama yake. Unajua ni ngumu kumwambia mke wako kwamba mama yako anataka. Unajua utaanzia wapi? Na mtoto anaweza pia asikuamini, lakini kwa sababu Mary alikuwa anajua tabia ya mama yake, labda huenda angemwamini, ila tulikuwa ni hofu yake tu kutokujua hilo.
Basi alianza kufikiria, nitamwambiaje Mary au itakuwaje? Lakini yule mama alikazana na akamwambia, kiukweli sitaki hata nikupoteze wewe. Wewe ni kijana bora sana na nahitaji kuona nguvu zako zinafanyaje. Hakika una misuli mizuri na umejazia kila mahali, hakika na kifua chako pia ni kizuri. Natamani siku moja niweke kichwa changu katika kifua chako. Basi Joel alianza kushtuka. Akasema, huyu mama sio, kwa kweli inabidi nikae naye mbali. Lakini hata kwa kukaa naye mbali bado mama aliendelea kujisogeza na aliendelea kuwa karibu yake mpaka na kumwambia kwamba sasa kama utaki, mimi nitang'ang'ania tu, chochote unachokitaka mimi lazima nitakifanya. Unataka nini? Sema, mimi na uwezo wa kukupa chochote kile unachokihitaji. Joel alimwambia, mimi kama pesa ninazo na nina maisha mazuri na na ofisi yangu nzuri, hivyo sihitaji pesa wala sihitaji kitu chochote kutoka kwako. Akamwambia, basi kipo ambacho mimi nitakupa. Akamwambia, ni kitu gani hicho? Akasema, nitakupa penzi ambalo hujaipewaga na mwanangu, na uhakika mwanangu atakuwa sio mtamu kwenye mapenzi, ila mimi nitakuwa ni mzuri sana kwako. Kama unaweza ukaniamini hilo, jaribu uone. Joel alijiuliza akasema, sasa nitafanyaje na huyu mama ameshaniganda hivi? Kweli mwisho wa siku akajikuta kadumbukia katika mtego wa yule mama. Mama akaamua kufanya naye katika lile tendo tena. Akaamua kulala naye yule mpwe wake bila kuwa na aibu. Lakini siku hiyo yeye Mary hakuwa hata na wazo la kusema kwamba labda mama atarudia tena kufanya yale ambayo alimfanyia kwa yule. Baada ya kutoka hapo, alimkuta siku moja akiwa na mawazo sana. Akamwambia, kwa nini una mawazo hivyo? Unafikiria nini? Lakini akajikuta ameshamwambia tu kwamba mama wako amenifanyia hiki na hiki, hivyo mimi sikupenda alichonifanyia, lakini sielewi inakuaje, nitafanyaje sasa ili niweze kuepukana na hili. Mary alichukia na kuondoka. Alipoondoka aliamua kwenda mbali sana. Akaamua kukaa akiwa na mawazo sana na hakutaka kufikiria kitu chochote na hakutaka kuwaza jambo lolote. Aliumia sana kiukweli na akafikiria kwamba maisha mimi naishi ni maisha gani hivi? Kwa nini mimi niishi hivi? Kwa nini mama yangu mzazi amekuwa akinifanyia hivi? Kwa nini mimi niteseke kwa ajili ya hili? Basi aliamua kuchukia wanaume wote. Akawa anakaa kila siku akiwa na mawazo na akiwa mwenye mawazo mengi sana. Mawazo yalizidi, hatimaye ikafika siku moja sasa akawa anafikiria kwamba bora niondoke katika huu ulimwengu, kwa sababu naona kama ulimwengu unanizidi na ulimwengu umekuwa ni mzito kwangu. Huyu mwanaume wa pili naye pia ameondoka katika mikono yangu, na yote haya yanatokana na mamangu mzazi. Na huyu mama sijui anataka nini kwangu. Kwa nini nilizaliwa na mama kama huyu? Kwa nini mama kama huyu amekuwa ni mzazi wangu? Kwa nini nisingepata mama mwingine kuliko kupata mama kama huyu? Basi aliwaza sana na matokeo yake maisha yakawa yanaendelea hivyo hivyo. Siku moja tena pia akawa amekaa zake kwenye sehemu ametulia. Baada ya hapo, wakati ametulia, alikuwa anafikiria vitu vingi sana. Maisha yakawa yanaenda vizuri, mambo yakawa yanaenda vizuri, lakini alikuwa mtu mwenye mawazo siku zote. Kila akikaa mahali anafikiria kilichomtokea na alikuwa akiwaza, je, ataepuka vipi na hili tatizo? Lakini mawazo hayakuisha, na mama yake Jasmine alikuwa ameshaondoka kipindi hicho. Ameenda kwenye maisha yake, lakini pia akiwa naye hata aibu hana, wala haoni hata chochote wala huruma yote kwa mwanae, na wala hajutii kile ambacho mwanae anakipitia. Yeye alikuwa ni mtu, siku zote ni mtu wa tamaa tu. Kila mtu alikuwa akimuona na mtamani, kwa sababu ndio maisha yake alikuwa amezoea. Hivyo aliamua kuishi maisha hayo ambayo ameyazoea. Lakini siku moja tena pia alijitokeza mkaka mmoja ambaye alikuwa ni mstaarabu na ni mpole, mnyenyekevu, sura yake ilikuwa inavutia sana. Akikuangalia hivyo unatamani hata kuangalia mara mbili, na macho yake yalikuwa ni ya upole sana, na pia alikuwa ni mwenye kifua kikubwa, na pia mwili wake ulikuwa ni mzuri, na alikuwa na afya tele. Lakini pia alikuwa ni tajiri, na pia ana pesa nyingi sana. Lakini alitokea kumwambia ukweli Mary, mimi nataka, yaani huyo aliamua kumnyokea moja kwa moja. Akamwambia Mary, mimi nataka nikuoe, nataka tuwe mume na mke kabisa. Mary alishtuka na kumwambia kwamba hapana, siwezi kukuambia hilo leo, naomba labda ungeniacha kwanza nifikirie. Akamwambia hamna haja ya kufikiria, kama uko tayari twende kanisani tukaweze kufunga ndoa yetu, na tutaifunga ndoa kwa mapenzi mazuri sana, hakika hutaamini hilo. Alikataa kata na kumwambia hapana, siwezi kukubaliana na hilo kwa haraka, naomba uniache kwanza niweze kufikiria, kama nitakuwa tayari basi nitakujuza kuhusu hilo. Lakini alimng'ang'ania zaidi tena pia. Alipomng'ang'ania zaidi, huyo jamaa alikuwa anaitwa Dismas, ambaye alikuwa anamng'ang'ania kwa mara nyingine. Ina maana mume wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa Custom alidanganywa na mama yake, akawa ajikuta kaingia katika mtego wa mama yake. Na pia mwanaume wa pili naye alikuwa anaitwa Joel, alidanganywa pia naye akajikuta kaingia katika mtego wa mama yake. Kwa hiyo wanaume wote wamekuwa wakiharibikiwa na yeye. Sasa huyo Dismas wa mwisho ambaye yeye alikuwa ni mwanaume wa tatu sasa, ambaye amekuja tena kwenye maisha ya Mary, alikuwa ametokea kumpenda na yeye, akamwambia ukweli kwamba mimi nahitaji nikuoe kabisa, wala sihitaji kukuchezea. Basi siku hiyo Mary akaamua
waliamua kukubali. Baada ya kukubali, hawakuchelewesha sana, walienda kanisani na wakafunga ndoa yao. Mary alionekana kuwa mwenye furaha na siku ikawa njema sana, na alionekana akiwa amefurahi sana kumpata yule mwanaume ambaye ni Dismas. Alijua kabisa huyu mwanaume labda huenda atakuwa wa maisha yake, labda huenda huyu hawezi akarubunika na matendo ya mama. Waliamua kuishi kwa muda mrefu sana. Wameishi na wakiwa mapenzi wazuri sana, wakiwa wanapendana. Hakika maisha yao yalikuwa ni mazuri. Mary alianza kubadilika tena, akarudi akiwa ni msichana mmoja bora sana. Maisha yakawa ni mazuri, mambo yakawa yanaenda fresh. Siku moja Mary alijisi kuona kama kichefuchefu, akajikuta kama ana mtu wa kutapika tapika, na mtu akiwa mwenye mawazo akiwa anaumwa sana. Alilala mfululizo kwa muda wa wiki nzima, mpaka sasa ikabidi Dismas amuulize, mbona kila siku umekuwa ni wa kulala ofisini ya wingi? Akasema, sijielewi katika mwili wangu, nahisi kuchoka na nahisi kichefuchefu. Akamwambia, hebu amka nikupeleke hospitalini, labda huenda ni malaria yanakusumbua. Alimbeba mkuku na kumpeleka hospitalini. Alipomfikisha hospitalini, akamuita daktari na kumwambia, naomba mfanyie vipimo vyote mke wangu ili niweze kujua ana tatizo gani, kwa sababu amekuwa ni mwenye kulala na mwenye kuchoka choka. Naomba unifanyie vipimo afu niambie. Basi baada ya daktari kufanyia vipimo, alipomaliza alimuita pembeni Dismas na kumwambia Dismas, bwana, kwamba wewe sasa hivi unajua kile ambacho kimemtokea mke wako. Akamwambia, mimi sifahamu, hebu unaweza kuniambia ni nini ambacho kimetokea? Akamwambia, kwa sasa mke wako ni mjamzito, na pia inatakiwa awe anakaa anatulia, asiwe anafanya kazi ngumu, asiwe anabeba madumu, asiwe anachota maji kwa umbali mrefu, na pia asiwe hata kukaa jikoni, asiwe anakaa jikoni mara kwa mara. Usimruhusu kupika, kama inawezekana inabidi hata mtafutie hata msichana wa kazi, au kama inawezekana basi umtafute mtu yoyote ambaye anaweza kuwa naye karibu ili aweze kumlea vizuri. Akamwambia, sasa nitajitahidi kwa hilo, haina shida daktari, nashukuru kwa yote ambayo umeniambia. Basi aliamua kutulia. Baada ya kutulia, akakaa kwa siku 2, akimwambia sasa mpenzi wake kwamba wewe sasa hivi ni mjamzito na umeambiwa utakiwa kufanyiwa kazi ngumu, na wala utakiwa kuwa na kazi ngumu zote utakazozifanya, hata maji usichote na wala kupika usisogee jikoni. Mimi ndo nimekuwa nikikupikia muda mrefu, lakini nakuomba nikwambie kitu kimoja. Kwa nini usimuite mama yako mzazi akaja kukusaidia kupika? Hapo ikabidi Mary agune. Alipoguna akaangalia chini. Ikabidi Dismas amuulize, mbona unaguna na kuangalia chini? Unawaza nini na kufikiria nini? Hebu niweke wazi mimi kama mume wako. Akamwambia, naomba niache kwanza, kwa sasa sitozungumzia hilo, naomba uniache kwa muda kwanza, huenda nikijisikia sawa tutaongea, sijisikii vizuri kwa sasa. Basi Dismas akamwacha. Alikaa na kufikiria sana, akawaza sana Mary, akafikiria mambo mengi sana, akafikiria yote aliyotokea nyuma, akafikiria yote aliyotendewa na mama yake, akafikiria ni unyama gani mama yake aliyomfanyia. Akawaza akasema kwamba huenda nikafanya tena hivi, mamangu akaja akaniharibia, na sasa ni mjamzito na mtoto na karibia kuitwa mama. Je, itakuwaje kama nitaitwa mama? Alafu itakuwaje kama tena atanifanyia vitu kama hivyo? Alikataa kwa muda na akaogopa sana. Alifikiria mambo mengi sana. Akawaza akasema kwamba naomba niache kwanza, nitakapokuwa tayari nitakujulisha. Basi Dismas akamwacha. Alikaa na kufikiria sana, alikaa na kuwaza sana. Baadaye lakini alikuwa ametulia katika kitanda, amekaa amenyamaza. Basi ndipo Dismas alipokuja. Dismas akamwambia, hebu niambie, unawaza nini na kufikiria nini? Mbona unaonekana ni mwenye mawazo? Alafu haya mawazo yameanza kuja tu baada ya kukwambia kuhusu mama yako. Kwa nini umekuwa mzito na kuwa mtu wa kutoa majibu? Maana yake wewe sasa ni mjamzito na hutakiwi kufanya kazi ngumu, hutakiwi kupika wala hutakiwi kuosha vyombo, wala hutakiwi kubeba maji kutoka mbali. Sasa unafikiri kazi zote hizi atakufanyia nani? Kwa nini mama yako mzazi asingekuja kukusaidia hizi kazi? Mary alionekana ni mpole sana na akafikiria mambo mengi. Akasema, hivi itakuwaje kama mimi nikimleta mamangu hapa? Kama mwanaume wa kwanza alinifanyia hivyo, mwanaume wa pili akanifanyia hivyo, itakuwaje tena kwa mwanaume huyu wa tatu? Na kwa sasa mimi ni mjamzito na karibia kuitwa mama, itakuwaje? Yote mawazo alikuwa anajiuliza ndani ya nyumba yake. Akasema, hakika naomba niache Dismas, nitakuwa tayari nitakujulisha. Niko radhi nifanye kazi mwenyewe hata kama zitakuwa ni ngumu vipi, lakini sihitaji mamangu mzazi aje, kwa sababu mamangu nisimwamini hata kidogo. Akamwambia, una maana gani kusema hivyo? Akamwambia, mamangu kwa kweli mimi siwezi kumwamini hata siku moja. Hata ingetokea dunia ikapinduka, siwezi kumwamini mamangu, kwa sababu mamangu ni mtu mmoja mbaya sana. Katika maisha yangu sitakaa nimsahau. Hakika yule mama sijui kama anaweza kubadilika. Katika hii dunia yote mimi namchukia mamangu. Bora hata ningefanyiwa na mtu baki kuliko kufanyiwa vitendo na mamangu. Maana mamangu amenifanyia
amenifanyia kitu ambacho siwezi kusahau katika maisha yangu. Akamwambia naomba niambie ni vitu gani ambavyo amekufanyia. Unaweza kaniambia? Akamwambia hapana Dismas, siwezi kukuambia vitu kama hivyo kwa sababu ni aibu mno kukuambia vitu kama hivyo na wala haifai mimi kuongea na wewe hivyo. Akamwambia sasa una maana gani? Basi Dismas akawa ameshamwambia kwamba naomba niambie ukweli, ni kitu gani hicho ambacho una wasiwasi sana kuhusu mama yako? Akamwambia mimi sifikirii kuhusu mama yangu, lakini ninachowaza ni kukupoteza wewe. Akasema unanipotezaje mimi sasa? Kwa sababu unanipoteza ili, yani unanipotezaje? Sijakuelewa hapo, hebu nifahamishe. Akamwambia namjua mama yangu tabia zake, kama endapo nitamleta hapa nyumbani kwangu na hisi muda si mrefu nitakupoteza hata wewe, na mimi sihitaji kukupoteza, bora nipoteze kila kitu lakini sio wewe. Ikabidi sasa Dismas aanze kumuuliza kwa makini, hebu mke wangu niambie. Kipindi hicho lakini akiwa ametulia na ujauzito kwa umeshakuwa mkubwa sana. Hatimaye mara kidogo ilibidi sasa ajisikie uchungu, lakini wakati anajisikia uchungu alimwambia naomba usije ukamuita mama yangu. Ilibidi amchukue kimya moja kwa moja kumpeleka paka hospitalini. Alipofika hospitalini ilibidi Mary ajifungue vizuri tu salama kabisa usalimini. Akawa amebahatika kupata mtoto wa kiume. Hakika alifurahi sana na kufurahi tena zaidi na zaidi. Aliporudi nyumbani ndipo aliposema sasa hapa naweza kumuita mama yangu, hata kama hataona huruma tena na huyu mtoto, sijui tena atakuwa ni mama wa aina gani. Ndipo alipovuta simu na kumwambia Jasmine. Akamuita tena kabisa mama yake kabisa Jasmine. Mama akashtuka akasema leo unanihitaji hivyo mwanangu? Akamwambia nakuita Jasmine kwa sababu tayari nishatoa imani kwako na wala nishatoa kabisa furaha kwako, kwa sababu sina furaha na wewe tena. Akamwambia lakini isingefikia kunitia hatua hiyo. Kwa nini unaniita mimi mama yako kwa jina langu? Akamwambia ndio nakuita kwa jina lako kwa sababu umeshanikosea heshima sana na umeshanivunjia heshima sana. Kama mara ya kwanza umeshaitembea na mpenzi wangu na mara ya pili tena ukaja ukatembea na mpenzi wangu, je, na huyu watatu itakuwaje? Sasa hivi na mjukuu wako, je, unataka kuja kumuona mjukuu wako akiwa analia? Jasmine akamwambia hapana, sitaki kumuona mjukuu wangu akiwa analia. Akamwambia basi kama unataka kumuona mjukuu wako analia, waweza kuja ukanitembelea, mume wangu pia anahitaji kukuona. Basi Jasmine alikuja. Baada ya kufika alimkuta Mary akiwa ametulia nyumbani. Alimpokea kwa furaha na bashasha kubwa sana. Kama kawaida akiwa ananukia manukato yake, akiwa ananukia vizuri na kupendeza. Yaani tabia yake ni ile ile, hajabadilika hata kidogo, kwa sababu alipofika tu na kujipodoa na kuanza kunukia vizuri kabisa. Manukato yalikuwa ni ya kuvutia sana. Hivyo kila mtu alitamani kumsogelea, na pia ndo tabia zake ilikuwa hivyo. Mara nyingi alikuwa anapenda kujiweka manukato ya kunukia sana ili mwanaume atakapomsogelea ajisikie raha na kuvutiwa naye. Lakini kila mtu alikuwa hawazi kuhusu hilo. Yeye alikuwa anafikiria tu kumnyang'anya wanaume mtoto wake ambaye ni Mary. Mary alipomkaribisha akamwambia njoo basi nyumbani mara moja. Alipofika nyumbani alipokelewa vizuri na akakaa kwa furaha na bashasha. Baadaye akamwambia sasa kama ni hivyo, kama umekuja kwangu kwa ajili yako, naomba tufanye kitu kimoja. Tungefanya hata sherehe kidogo kwa kumkaribisha mama yangu. Basi walifurahi na kukaribishana. Maisha yao yakawa ni mazuri, walifanya furaha kweli. Lakini mama hakubadilika. Tabia yake iliendelea vile vile na mambo yakawa yanaenda vile vile. Lakini alikuwa na wasiwasi sana, huku akiwa na mawazo. Alitokea kumpenda sana yule kijana ambaye ni Dismas, lakini huku akiwa anaogopa. Anawaza kwamba kama maisha yangu yatakuwaje? Mbona nahisi kutetemeka? Nahisi moyo wangu unaenda mbio. Mama mkwe huyo ndo anaongea. Kwamba nahisi moyo unaenda mbio na nahisi kutetemeka sana. Kila ninapomuona huyo kijana moyo wangu unaenda mbio. Nitafanyaje? Lakini pia alikuwa akimwangalia huyo kijana. Akawa anafikiria, hivi itakuwaje kama nitamfanyia tena na huyu Dismas hivyo? Na endapo atamwacha tena mtoto wangu na mjukuu wake ataishije? Kwamba alikuwa anawaza sana. Lakini Mary alifikiria jambo moja. Akamwambia naomba niache kwanza, nikae kwa amani na furaha. Naomba siku moja usije ukaniuzi tena. Hakika sihitaji uniuzi na wala sihitaji unikwaze. Naomba nisamehe kwa hilo mamangu. Mama akamwambia usiwaze sana mwanangu, siwezi kukufanyia kitu kibaya. Najuta kwa yote niliyokufanyia. Hakika nilikukosea sana. Lakini alikuwa anaongea haya mdomoni tu. Moyoni mwake ulikuwa unaongea tofauti kabisa na mdomo. Maana alianza kumtamani sana yule mwanaume na akawa anatamani kuwa naye karibu sana. Na pia mjukuu wake alikuwa anaendelea kukua. Lakini yeye alikuwa anatamani sana tu siku moja abadilike na kumtaka yule mwanaume. Yaani alikuwa kama vile ana pepo la ngono. Muda wote alikuwa anawaza kutembea na wanaume wa kaka yake, wa mpenzi wake ambaye ni Mary. Lakini Mary alikuwa anaogopa sana. Akamwambia mama, hivi mama ni lini utabadilika?
natamani siku moja nikuite mamangu mbele za watu, lakini kwa aibu unayonipa nashindwa hata kukutambulisha, kwa sababu naogopa hiti unaweza kunifanyia kitu ambacho sio, na sijafikiria kama unaweza kunifanyia kitu kama hicho. Kumbuka wewe ni mamangu mzazi na sina mama mwingine zaidi ya wewe, na wewe ndio mamangu nayekutegemea, na wewe ndio mamangu nayekufikiria. Kama unanifanyia mimi haya leo, itakuwaje kwa mtu baki? Hivi huenda hiyo tabia utabadilika lini? Mamangu mzazi, badilika. Naomba ubadilike na uwe unajiheshimu. Hata unapojiheshimu na unanipa furaha, na mimi pia, na mimi nitaheshimika kupitia wewe. Lakini kama mamangu utakuwa unazalaulika, hata mimi pia nitazalaulika mamangu. Naomba basi jiheshimu kwa hilo. Mama alimwambia, mwanangu, mimi nitabadilika na wala sihitaji kukufanyia kitu kibaya. Hakika sitokutendea tena chochote. Naomba uwe na heshima na ujielewe. Naomba siku zote usiwe na wasiwasi kuhusu hilo. Lakini alipoondoka Mary, mama aliendelea kumsogelea tena mpenzi wake ule na kumwambia, hakika wewe ni mwanaume mzuri sana, unavutia na una kifua kizuri, tabia zake ni zile zile. Hakika natamani nikupe siku moja nikupe kitu kizuri sana. Tena akimwambia Jasmine bila hata uoga wowote. Jasmine alikuwa ni mtu mmoja ambaye ni jasiri sana. Hakuwaza kumuumiza mtoto wake, wala hakufikiria kumuumiza mtoto wake, kama vile mtoto wake alimfanyia kitu kikubwa sana ambacho hatoka akakisahau kwenye maisha yake. Lakini mtoto wake hakuwahi kumfanyia chochote kibaya, hivyo alianza kuwaza siku zote tu anawaza kumfikiria mwanae mabaya. Lakini yule mpenzi wake Dismas alikuwa anafikiria sana. Akasema, hivi inawezekanaje? Mama kama huyu anawezaje kumfanyia mtoto wake matendo mabaya? Au inakuwaje? Ni jambo gani hilo? Ndio maana huyu mtoto alikuwa anamchukia. Kumbe mama alianza kujua tabia yule Jasmine, alianza kuonyesha tabia zake waziwazi, na pia mpenzi wake ambaye ni yule alianza kujua kabisa kwamba hizi tabia sasa zinakuwa sio kabisa. Alianza kuwaza mambo mengi. Akasema, siku moja nikija nikikaa peke yangu, labda huenda nitakuja kukosewa na huyu mama, kwa sababu anaonekana kabisa ni hajatulia. Basi Dismas alimjua kabisa huyu mama kuwa hajatulia kabisa, na hivyo alianza kuwaza sana. Akasema, siku moja nikikaa vibaya, huyu mama anaweza kanifanyia kitu kibaya. Na kweli siku hiyo mama alimwambia na kumtamkia waziwazi. Akamwambia, inakuwaje kama nikiwa na wewe siku moja? Akamwambia, ukiwa na mimi kivipi? Akamwambia, nataka kuwa na wewe tu siku moja. Akamwambia, niweke wazi, unataka kuwa na mimi kivipi? Yaani tuwe wawili sehemu moja tu ambaye ni tulivu. Akamwambia, kama sehemu gani? Je, huyu mwanao unamchukuliaje? Akamwambia, mwanangu hana shida, mimi ni mama yake mzazi, na najua anachokupa mwanangu mimi naweza kukupa tofauti yake, kwa sababu najua wanawake wazuri waga sio wazuri sana kwenye mambo mengine. Mimi naweza kukufurahisha. Sidhani kama mwanangu anaweza kukupa mapenzi mazuri kama nitakayokupa mimi mama yake. Akamwambia, akamwambia, mke wangu mapenzi ananipa yanatosha, wala siwezi kuhitaji mapenzi mengine. Akamwambia, bado kuna vitu tofauti ambavyo huvijui, naomba unikubalie na unisikilize. Mimi nikikupa siku moja utokaa ukaamini na utanifuata kila siku, na hakika itakuwa ni siri yangu mimi na wewe, na wala hamna mtu yote atakayemwambia mwanangu Mary. Akamwambia, mama, wewe ni mama yangu mzazi na kuchukulia kama mama yangu mzazi, kwa nini unanivunjia heshima kiasi hicho? Ilibidi sasa aondoke kwenda kumwambia mtoto wake. Akamwambia, Mary, hakika mama wako ananivunjia heshima, ananiambia ananihitaji kimapenzi. Je, unaonaje kuhusu hilo? Mary akashtuka, akamwambia, huyu mama mbona amezidi tabia zake? Ina maana hajaacha tu hizo tabia mpaka leo? Ilibidi aondoke na kwenda kumuuliza mama yake. Mama yake kabla hajaulizwa naye alianza kuongea, mume wako ananitaka na amenitamkia wazi wazi, ameniambia kwamba siku ukiondoka anahitaji kupumzika na mimi sehemu moja. Ilibidi sasa Mary ashtuke na kuanza kuwaza, yupi mkweli kati ya mamangu au mume wangu? Alikuwa amebaki katikati, huku akiwa ni mwenye mawazo sana, akifikiria atafanyaje. Na muda wote alikuwa akiwaza kwamba kama wote wananiambia hivi, mama ananiambia kwamba mume wangu anampenda na mume wangu anamwambia kwamba mama anampenda, nitamwamini nani kati ya hawa wawili? Alibaki katikati, njia panda, na alikuwa mtu mwenye mawazo sana. Alianza kukosa amani ndani ya nyumba yake. Nyumba ilianza kugeuka chungu ghafla, na alianza kukosa amani katika nyumba yake. Kila siku alikuwa akiwa na mawazo, alikuwa akifikiria kwamba itakuwaje hivi, nitafikiriaje mimi kama mama anamtaka mume wangu, au mume wangu ndo anamtaka mama? Nitajuaje sasa? Nitafanyaje? Ilibidi akae kimya kwa muda na kufikiria kwa mawazo kiupana zaidi kwamba nitafanyaje, nisikurupuke tena kwa hili, naomba nichunguze kwa makini. Alianza utaratibu wa kuanza kuchunguza taratibu, kila siku akiwa anachunguza, je, nani anayemtaka kati ya wao wawili? Mama ndo anamtaka mume wangu au mume wangu ndo anamtaka mama? Waliendelea kufuatilia
na mambo yakawa yanaenda taratibu. Wakati anaendelea kufuatilia, alisema siku moja nitajua ukweli, na nitakapojua ukweli ndipo nitakapochukua maamuzi, na hakika na maamuzi yangu yatakuwa mabaya sana, kwa sababu kama ni mama nitamfanya kitu kibaya, kwa sababu ameshazoea tabia zake. Hasa hivi anataka kunikosanisha mimi na mume wangu na binti yangu, na anajua kabisa mimi na mjukuu wake, na huyu mjukuu ataishi katika mazingira gani? Basi alianza kuwa na wasiwasi, akiwa anatetemeka mwili, huku akiwa anafikiria kwamba itakuwaje kama mama ndo mwanzilishi au mume wangu ndo mwanzilishi. Lakini alikuwa anawaza sana kuhusu mama yake, kwa sababu mama yake anajua tabia zake, alishamzingua mara kibao tu akiwa anamchukulia wanaume zake. Hivyo alianza kuwaza sana, mawazo alikuwa ni mengi zaidi. Alikuwa akifikiria kwa wakati wote, na muda wote alikuwa anawaza, anasema kwamba hivi itakuwaje, nitafanyaje ili niepukane na hili? Hakika nina mawazo sana. Lakini siku moja alikuwa amekaa peke yake akiwa anawaza, akiwa anafikiria kwamba itakuwaje. Siku hiyo mama alikuwa yuko ndani, na pia mpenzi wake yule ambaye ambaye alikuwa ana Dismas alikuwa yuko ndani na yeye pia, wakiwa wamekaa kwenye kochi wanaangalia TV. Mara ghafla mama alimsogelea Jasmine alimsogelea yule mpenzi wake, mtoto wa yani mwanae yule ambaye ni mpenzi wake, na kumwambia haya. Akamwambia, wewe ni kijana mzuri na ni mrembo sana, hebu ningeomba nikwambie kitu kimoja, wewe ni mtu mzima na mimi ni mtu mzima, tunaweza kufanya siri. Akamwambia, siri gani tunaweza kuifanya? Hapa duniani hamna siri ya watu wawili, hapa lazima tu kila mtu atajua. Akamwambia, hapana, naweza kufanya siri tukafanya ikani watu wawili. Akamwambia, ni siri gani tunaweza tukaifanya? Akamwambia, mimi nahitaji tutoke hapa mbali na hapa, twende tukafanye kitu kimoja ambacho tutakiwa cha muhimu sana kwa ajili yetu. Akamwambia, kitu gani? Unataka kunikosanisha na mwanao, si ndio? Akamwambia, hapana, mimi najua mwanangu atakupenda na mimi pia nakupenda, kwa hivyo itakuwa ni siri, tutafanya jambo lote tutakuwa ni siri. Mtoto alishtuka sana na kusema, sasa haya ni maisha gani? Kila siku nachokiwaza ndo hicho. Mama baada ya hapo alifumaniwa live. Alipofumaniwa basi ndipo maisha yao yakawa magumu sana, na huo ndo kama mwisho wetu wa filamu yetu ikaishia hapo.